tumeona kazi inayofanyika, lakini nimeona jengo na kasi inaenda inaridhisha. Mage huwa sipendi kwenye miradi kama ikisema kasi inaenda vizuri. Mgema ukimsifia tembo ufanya nini? Inaridhisha. Kwa maana inaridhisha, manake iongezwe kasi. Iongezwe kasi. Tumeona jengo hili, tumekwenda kwenye basement, itakapokuwa maabara, tumeona ofisi. Sisi hapa mtu wa kumshika shati wa kwanza ni consultant. Mshauri mwelekezi. Wewe ni mshauri mwelekezi kwa niaba ya mshtiri. Mshtiri manake client. Na mshtiri wako hapa ni nani? Serikali. Kupitia ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mtaa. Utuhakikishie unausimamia mradi huu kwa ufanisi. Unakuwa wa viwango vinavyotakiwa. Lakini na thamani ya fedha inafanya nini? Inaonekana. Wewe sio mshauri mwelekezi wa mkandarasi. Wewe ni msimamizi wa mradi kwa niaba ya mshtiri ambaye ni serikali. Kwa upande wa mkandarasi wa jengo hili na barabara, aongeze kasi. Na nimetoka kuwaambia, tunataka majengo haya na barabara hii yawe ya viwango vile vile wanavyojenga kule kwao. Kagueni tena upya kazi nje huko. Hakikishe jengo hili linakuwa rafiki kwa Watanzania wa hali zote. Wa hali zote. Kwa hiyo mkandarasi, msimamieni ya jengo hili kwa viwango. Na maabara ndio kitu muhimu. Moja ya sababu ya barabara zetu kuharibika mapema, niliseme, moja, tunajenga barabara kabla ya kuchimba mifereji ya maji. Lazima tubadilike. Tunajenga barabara, tunasahau kujenga mifereji, maji yanakuja yanafanya nini? Yanaharibu barabara. Baada ya hapo sasa ndio tunakwenda kujenga mifereji. Hapa tunarudia kufanya kujenga nini? Nataka kuamini katika ujenzi wa barabara hizi swala la mifereji mmezingatia. Nani anasimamia? Mmezingatia mifereji. Sitaki kutaja barabara ambazo tumejenga kwa gharama kubwa tukasahau mifereji ya maji, au tukajenga mifereji midogo kuliko kasi ya maji. Hapa tuna mifereji zaidi ya kilomita 90. Hilo ni muhimu sana. Ofisi kama hizi zinafaa kutumia terazo. Nendeni majengo yenye umri sasa wa miaka 70, 63 pale chuo cha Dar es Salaam kwa mfano, terazo. Nenda ofisi nyingi terazo. Sasa haya mengine sio ya kwenu. Haya tutayaongea katika ngazi za juu. Turudi kwenye terazo. Hizi tiles zinapendeza macho, lakini uimara wa majengo haya yanayotumia watu wengi ni nini? Terazo. Sasa hili ni jambo ambalo sisi ndani ya serikali msaiki tuanze kulifikiria. Wale waliojenga majengo ya terazo zamani, sio kwamba hawakufikiri vizuri, walijua tear and wear ya tiles ni kubwa kuliko tear and wear ya nini? Terazo. Kazi ni nzuri. Kazi inaridhisha, sio nzuri, inaridhisha. Kazi inaridhisha. Kwa hiyo sasa nataka kazi iwe nzuri ili tukamilishe ndani ya wakati. Lakini jambo kubwa ambalo profesa anataka kulisisitiza, hizi barabara, mwananchi wa kawaida ni vizuri tukaendelea kutoa elimu mara kwa mara kuhusiana na gharama za barabara hii. Mheshimiwa Waziri, hapo unayoona hii nyeusi hii ni lami ambayo tunaita bitumen, ambayo hili ni zao kutoka kwa wazalishaji wa mafuta. Na sisi hii tunaipata almost kwenye nchi zenye vikwazo. Lakini badala kwenda huko sisi tunaichukulia Dubai. Na hii bitumen moja, pipa moja lile wala haliwezi kwenda sana. Unakuta hii nayo ni gharama. Lakini hiki unachokiona cha mara pili hapa, hizi ni kokoto ambazo ni aggregate. Tunaichukua Msata kuileta hapa. Lakini tuna zao jingine hapa la simenti, ambayo hii simenti pamoja na kwamba tunazalisha kutumia mchanga, limestone, tuna ponzolan, lakini pia tuna material mengine ambayo tunaimport pia kutoka nje. Kwa hiyo gharama za barabara kwa ujumla wake hauwezi tu kuiangalia kwa urefu au kwa nini, kwa sababu kwenye design ya barabara tunaangalia kitu kinaitwa original ground level. Kutoka kwenye original ndio tuna develop design ya barabara yenyewe. Mpaka sasa tunakuja, inawezekana hapa ndani udongo unakuwa chepe ambao haufai, tunaita cutted soil. Alafu inawezekana paka panahitaji grade ya udongo, let's say G3, G5, G7, G15, inategemea na nature sasa.
yote na kuelekeza vifusi vya kuleta kuja capacity hapa mpaka kuja kwenye C1 kwa mpaka kuja sasa kwenye hiyo nyingine mpaka unakuja kwenye primer na mpaka unapiga lami. Kwa hiyo sio mchezo kwenye barabara hata kilomita 1, na ndio maana unakuta hapa kilomita 1.7 imekwenda almost 1.7 billion, lakini haiwezi kufanana kwa sababu ya kinachoitwa original ground level. Kila barabara inakuwa na design yake na inakuwa na mahitaji yake, mitaro pamoja na vitu vinginevyo. Kwa hiyo haya mahitaji ambayo yametolewa tutaendelea kuya incorporate kwenye nani zetu ili angalau mambo yaweze kwenda vizuri, lakini specifically kabisa kwenye barabara ambayo nimeizungumza ipo sasa hivi. Kutoka sekondari yetu ya Changanyikeni na primary school inaunganishwa na Wycliffe na kwenda Makongo. Ni padogo sana mheshimiwa, lakini urefu ni Mosiani, nisaidie, ni urefu gani ile barabara ya Wycliffe? Kilomita 1. Kilomita 1.6 mwenyekiti, mheshimiwa waziri na uongozi mzima wa serikali. Tunaomba ile ngwe ikamilike, itatusaidia. Tulishaahidiwa kwamba itamalizwa lakini imechukua muda. Taarifa fupi ya ujenzi wa barabara yetu ya Kizota yenye urefu wa kilomita 1.07. Jina la mradi ni ujenzi wa barabara ya Kizota yenye urefu wa kilomita 1.07 inayojengwa kwa kiwango cha lami. Gharama ya mradi ni bilioni 1,032,306,669. Mwajiri wa mradi huu ni mkurugenzi manispaa ya Kinondoni kupitia bajeti ya mapato ya ndani. Mkandarasi aliyetekeleza mradi huu ni Civito Company Limited na mhandisi msimamizi wa mradi huu ni meneja wa wilaya Tarura Kinondoni. Hatua iliyofikiwa na utekelezaji wa mradi huu. Mradi mpaka sasa hivi umekamilika na unatumika. Muda wa mradi ulikuwa miezi 11. Muda wa kuanza mradi ulianza tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2025 na kukamilika tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mheshimiwa Waziri, faida za mradi. Baada ya kukamilika mradi huu, mradi umeboresha Edmund Adrian barabara, na kwa sasa barabara inapitika katika vipindi vyote vya hali ya hewa. Imeleta muunganiko wa mawasiliano katika pande zote mbili baada ya kujenga ili box culvert, na imepunguza mafuriko yalikuwa yanakumba barabara hiyo kwa kujenga mitaro ya maji. Imeongeza thamani ya ardhi katika maeneo yanayozunguka mradi. Imeongeza usalama wa barabarani kwa watumiaji wa barabara kwa kuwa alama za barabarani zimewekwa. Mheshimiwa Waziri, changamoto na namna tulivyozitatua. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni uwepo wa miundombinu ya DAWASA na TANESCO ambao tuliwasiliana na mamlaka husika na kutatua changamoto hizo. Ya pili ilikuwa ni uwepo wa baadhi ya maeneo ya makazi ya watu ambayo ilikuwa karibu na mradi.